Naam, bwana, hayawi hayawi finally imekuwa rasmi wakati huu baada ya kikosi cha wananchi Young Africans kutambulisha kunasa saini na kumtambulisha kuwa mchezaji wao rasmi Depu. Yes, ni nyota wa kimataifa wa Angola, nyota ambaye stori zake tulizipiga katika platform hii, lakini vyanzo vingine mbalimbali viliandika taarifa hii. Tukazungumza pia kuhusu Angola wenyewe, taarifa hii ya Depu kuhitajika na Young Africans ili kuwepo. Kwa hiyo leo imekuja kuwa rasmi, Young Africans wametangaza kunasa huduma ya Depu. So ni story ambayo siku ya jana tuliona klabu yake ikimtangaza ikimwaga rasmi wakimpa thank you, lakini ilikuwa kabisa inaonyesha kwamba ni kweli kile kitu, kwa maana ya anaondoka ndani ya klabu hiyo na anakwenda ndani ya Young Africans. Huyu ni Depu. Bwana, hapa tunakwenda kumwangalia Depu na impact yake ndani ya Young Africans. Kwanza, eneo la kwanza kabisa ni kuwapa appreciation Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya. Unajua klabu zetu hizi tumeshuhudia kuona kwa miaka mingi, of course huaga, licha kwamba wapo hapa katika ubora ambao tunauona leo, lakini asilimia kubwa zimekuwa zikirely on wachezaji ambao ni free agents, yani wale ambao wamemaliza mikataba yao wako huru ndio wamekuwa wakisajiliwa. Lakini tumefikia hatua sasa ya kuweza kwenda kununua mikataba ya wachezaji hawa katika klabu zao au kuvunja mikataba ya wachezaji hawa katika klabu zao na wanakuja hapa nyumbani. Miongoni mwa big deals ambazo Young Africans wameifanya ni pamoja na Depu kuvunja mkataba wake kwenye klabu yake huko Poland. Poland ujue ni Europe, na alikuwa na uwezo wa kutoka Poland akaenda kwenye mataifa mengine ya kule kule Ulaya, the like of mataifa kama Denmark, mataifa kama Sweden na ya sampuli hiyo, yani ya mazingira hayo, lakini Depu amechagua kurudi nyumbani. Why amechagua kurudi nyumbani Depu? Depu ni moja ya washambuliaji hatari, amethibitisha hilo akiwa ndani ya Girabola, ligi kuu ya Angola. Ni mshambuliaji ambaye amefanya vizuri pia na kikosi cha timu ya taifa ya Angola, hususan kwenye fainali za CHAN ile ya mwaka 2022-2023. Tutakuwa tunakumbuka vizuri, alikuwa na performance bora kabisa akifunga magoli mawili, lakini ule uchezaji wake tu ulikuwa mwiba hatari na alikuwa akihusishwa na klabu nyingi ikiwemo Orlando Pirates ya Afrika Kusini. Ilionekana kwamba tutaenda kumchukua, lakini story ikawa tofauti, akaenda zake barani Ulaya. Hapa nyumbani kwa maana ya Afrika alishathibitisha kwamba yeye ni mchezaji hatari. Baadaye akaenda Europe alipitia Ureno, na tunafahamu mataifa mengi, mara nyingi nimekuwa nimekiongea hii, mataifa mengi ya Afrika ambayo ni Afro-Portuguese countries, mataifa yanayozungumza lugha ya Kireno, Lusi countries ndani ya Afrika, asilimia kubwa huaga yanapitia zile njia za Kireno ili kwenda mbele. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake kwamba huaga wanapitia kucheza kandanda Ureno, alafu anakwenda maeneo mengine mbalimbali. Tulikuwa tuna AFCON hii pale mwanzoni tuliona wachezaji wengi wa Angola wanaona wamepitia Ureno, wachezaji wa Msumbiji wa kina Jean Katamo Ureno, na wengine wengi tu, mazingira yao yamekuwa ya Ureno. Kwa hiyo Ureno imekuwa ndo njia yao hizi klabu zenye hawa wachezaji ambao wanazungumza lugha ya Kireno. Kwa hiyo Depu pia alipitia Ureno, lakini baadaye akaenda maeneo mengine ikiwemo Poland. Lakini Depu huyu ndani ya bara la Ulaya ni kama bara ambalo limemkataa hivi, yani performance yake haikuwa ya kuridhisha. Ukiangalia tangu akiwa Gil Vicente Ureno, ukiangalia pia tangu alienda Padomiak huko kwa maana ya Poland, na kwenyewe pia amekuwa akistruggle kuwa na performance yake ile ambayo tumezoea kuiona au wenyewe wa Angola walikuwa wanatarajia kuiona kutoka kwake. Lakini baada ya hapo amekuwa akirudi nyumbani kucheza katika michuano ile ya Kosafa. Kosafa ni kama Sekafa, nadhani naeleweka, watu wa mpira wanaelewa. Kosafa ni vyama vya soka kutoka kusini mwa Afrika. Kwa hiyo Angola na yenyewe pia iko humo ndani. Finali za Kosafa maana yake nini? Maana yake Depu anarudi nyumbani. Kwa hiyo licha kwamba perform vizuri akiwa Europe, lakini alikuwa akirudi nyumbani Afrika, sehemu ambayo anaifahamu vizuri, mazingira ambayo anafahamu vizuri, alikuwa anaonyesha performance ya aina yake. Huyu ni 2 times top scorer finali za Kosafa, lakini kama haitoshi ni mfungaji bora wa muda wote wa finali za Kosafa, kwa maana amefunga magoli mengi zaidi. Huyu ni Depu, ni nyota ambaye pia alishinda tuzo ya MVP wa Kosafa.
Kwa hiyo ni nyota ambaye akienda Ulaya story inakuwa tofauti, lakini akirudi Afrika anawasha moto kweli kweli. Kwa hiyo this time around amerudi Afrika nyumbani, lakini amerudi nyumbani karudishwa na Pedro Gonçalves. Young Africans wanaitengeneza project yao, wanaendeleza project yao, wanataka kutengeneza timu hatari sana Afrika. Wana nia ya kuchukua ubingwa wa Afrika siku moja. Lazima uwe na qualities kwenye timu. Tayari wanaye kocha Pedro Gonçalves Soares ambaye wamemkabidhi hii project yao, lakini Pedro ana point wachezaji ambao anaamini project yake itakwenda kukamilika vizuri, yani nyota ambao watakuja kuifanya vizuri kazi yake. Miongoni mwa hao wachezaji amempoint huyu bwana kwa maana ya Depu. Ni nyota ambaye anaamini akisimama pale juu atakuwa na msaada tosha. Licha ya Depu kuto kufanya vizuri barani Ulaya, ilikuwa akirudi kwenye kikosi cha CAF cha Kosafa cha Angola ambacho kinanolewa na Pedro Gonçalves, mara nyingi alikuwa akifanya vizuri. Anamjulia namna gani ambacho anataka kumpa. Maana yake ni kwamba ndani ya Young Africans sasa hivi baada ya ujio wa Depu, tafsiri yake ni kwamba anakwenda kuitengeneza Young Africans ambayo itakwenda kumwangalia pia Depu. Anamjua Depu in and out, anamjua ni mchezaji wa aina gani, ubora wa Depu unapatikana wapi. That's why alivyopata nafasi ya kwenda katika club level akasema Depu, na muhitaji Depu aje kwenye kikosi. Maana yake ni kwamba Young Africans wametimiza matakwa ya kocha ili waweze kupata kile kilicho bora, na tunafahamu kwamba Young Africans hapo wamepita mastreka wengi katika eneo hilo la kushambulia, lakini Fiston Mayele alionekana kuwa hatari zaidi. Clement Mzizo alikuwa naye, lakini sometimes walikuwa wanamtolea pembeni, sometimes wanamtolea kati, lakini msimu huu tumeona wameanza na Prince Dube pamoja na Andy Boyeli. Andy Boyeli performance yake haikumridhisha Pedro Soares Gonçalves, akaona hapana, huyu inabidi apishe, na nguvu hii ni bora kuiongeza kwa kumleta Depu, nyota ambaye anamfahamu vizuri zaidi, anaingia hapo. Bwana, huyo ndo Depu. Sifa ya Depu bwana, ni mchezaji hatari katika boksi. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kucheza mpira ya kichwa, hizi aerial balls, kuruka nazo hizi, anaruka nazo sana. Ni mchezaji ambaye anakupa material tofauti, anaweza kuact as a pocha ndani ya ile sita, muda mwingi unaweza kumkuta yuko pale, lakini uwezo wa kasi, kukimbia, kucut in na guu lake la kulia lenye nguvu zaidi, uwezo wa kupiga mashuti, kuitafuta target ilipo, huyo ndo Depu. Depu ni mchezaji ambaye ana nguvu kweli kweli. Ukiangalia ule umbo lake mwenyewe unaona hiki ni kipande cha mtu. Ni mchezaji ambaye amejishindilia, ana nguvu na ana uwezo, ana sanaa ya kufunga mabao. So amekuja ndani ya Young Africans. Young Africans wana kumbukumbu ya kuwa na mchezaji kutoka Angola kwa maana ya Carlinhos do Carmo, ingawaje hakuwa na ile kiwango cha kuridhisha sana, lakini ni kumbukumbu ya kutoka Angola. Kuna tofauti kidogo. Ukienda kuangalia hiyo calibers ya wachezaji kutoka haya mataifa yanayozungumza lugha ya Kireno, wapo baadhi ambao waliperform hapa nyumbani, lakini wapo ambao hawakuperform. Maana kuna mtu anaweza akasema bwana, nature hao wachezaji wanaotoka mataifa ya Kireno wana struggle hapa nyumbani. Kweli Carlinhos ali struggle, lakini alifanya vizuri Luis Jose Miquissone akitokea Msumbiji ndani ya ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo licha kwamba Carlinhos alifeli, lakini Miquissone alifanya vizuri sana, hali ambayo imemfanya aendelee kukumbukwa sana mpaka leo, hususan kwa mashabiki wa Simba. So kwa upande wa Depu, na mwenyewe anakuja kujaribu bahati yake ndani ya Tanzania, anakuja kucheza katika timu ambayo kocha ni swahiba wake na anamfahamu vizuri, na kitu gani ambacho kocha anakihitaji. Project ya Young Africans ambayo imesimama, Young Africans imenyoka kule juu bwana, wanakwenda kutengeneza attacking line hatari kweli kweli. Una Alan Okello ambaye ni mfungaji bora msimu uliopita ligi kuu ya Uganda, una Pacome Zouzoua kwenye kikosi, una Prince Dube kwenye kikosi, kule juu una Depu amesimama kwenye kikosi, una Maxim pia Nzengeli kwenye kikosi bwana. Young Africans ni kama kuna bomu zito hivi wanakwenda kulipika katika safu yao ya kushambulia, kuanzia viungo wa ushambuliaji mpaka washambuliaji wa mwisho. Ni Young Africans ambao naamini hawawezi kuongeza mchezaji mwingine. Mind you, Clement Mzize anakwenda kurecover, anarudi, ataiwahi ligi. Just imagine. Kwa hiyo Young Africans naamini hawaendi kuongeza tena mshambuliaji mwingine. Yaani naamini hivyo. Hawezi kwenda kuongeza tena, na kama atakuwa anaongeza basi itakuwa ni zaidi ya kutaka sifa. Tangu hapo squad yao tayari inaonekana kuwa threat, inaonekana kuwa line yao kushambulia inaonekana kuwa ngumu. Na ndio Yanga hawa ambao ni mabingwa wa vikombe vyote vya ndani. Wao ni mabingwa. Niliandika kitu kalenda hii kwa maana 2025 na mwaka 2026 ni Young Africans wamechukua kila kombe unalolijua wewe. Yanga wamekomba hapa nyumbani. Maana yake ni kwamba
Young Africans hizi sajili ambazo wanazifanya sasa hivi sio tu kuendelea kudominate kandanda ya ndani, lakini wanaangalia katika anga nyingine la kimataifa, kitu gani ambacho wanaweza kukiofa huko kwenye anga la kimataifa. Anyways, hilo ni kubwa zaidi kwa wakati huu, na huyo ni Depu ambaye tayari ameshatambulishwa na wananchi Young Africans. Sasa wewe kwa nafasi yako unaweza kuweka comment hapo, unamuonaje Depu? Unamuona ni mchezaji ambaye ameingia kwenye dirisha dogo hili, kwenye dirisha dogo ndo ameingia. Unamuona akiwa top scorer, yani akimaliza ligi hii akiwa mfungaji bora? Weka comment yako kwenye comment section hapo. Bado mastori ya usajili ni mengi, vitu ni vingi. Yes, kwa hiyo kwa sasa kuhusu Depu tunalifungia hapo mpaka wakati mwingine. Hii ni Mzinga Sports na usisahau kusubscribe.